بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa nambari 26 tukianzia katika suali namba 41 linalosema sin suali madalilu ala jawazi al-ihtifali bil maulid an-nabawi al-sharif, ni ipi dalili inayoonesha kujuzu kusherehekea maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Anasema Sheikh jawab, qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, fanyeni kila mnaloliona kuwa ni la khairi, fanyeni kila ambalo mnaona ndani yake kuna khairi, la'allakum tuflihun, ili mupate kufaulu. Tamam. Alhaditha, akasema tena mtunzi, napokea hadithi inayosema man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Man sanna fil islami, yoyote atakayeanzisha katika Uislamu sunnatan hasanatan, jambo zuri, falahu ajruha, atapata malipo ya jambo zuri hilo halilo lianzisha. Tamam. Na maulidi yameanzishwa katika mwanzoni mwa karne ya 7 ya hijiria, na aliyeanzisha ni al-Malik al-Muzaffar. Na bwana mkubwa huyu si kwamba alianzisha tu hivi hivi, kana aliman sunniyan taqiyan shujaan, alikuwa ni mwana wa chuoni mwenye kufuata hadithi na Qur'an, na alikuwa ni katika watu wacha Mungu, na alikuwa ni katika watu mashujaa, watu waliojitolea katika Uislamu. Na jambo hili alilifanya kwa kuwashirikisha wanawazuoni wa zama zake, na wote wakalikubali. Miongoni mwao ni al-Imam Abu Shama, Sheikh wa al-Imam an-Nawawi. Tamam. Rudi katika Muhammad Rasulullah, rudi katika kitabu cha sira cha Muhammad Rasulullah, utakuta Abu Shama anasema miongoni mwa bid'a nzuri zilizoanzishwa katika zama zetu hizi ni kusherehekea maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia upande wa maulidi hakuna mwanawachuoni aliyekataa, hata huyo Ibn Taymiyyah hata Ibn Taymiyyah ameyakubali. Rudi kwenye kitabu chake cha Iqtida'u Siratil Mustaqim, anasema kwamba na ikiwa mtu atafanya hilo lipi la kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kumwadhimisha mtume, kwa lengo la kumtukuza mtume, basi nini unatarajiwa katika hilo? Kwamba atapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna mwanachuoni katika wanawazuoni wale wanaotegemewa ambaye aliyakataa maulidi, na wanawazuoni walitunga vitabu vingi katika kuelezea kujuzu kusherehekea maulidi. Miongoni mwao ni al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ametunga risala hasa kuelezea kujuzu kusherehekea maulidi. Na dalili yake ukitaka ni hadithi, na hii aya iliyokuja hapa. Aya Allah anasemaje? waf'alul khaira la'allakum tuflihun, nafanyeni lolote la khairi ili mupate kufaulu. Lakini pia hadithi ya mtume anasemaje? man sanna fil islami, atakayeanzisha katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema fi hayati, hapana, hakusema fi hayati, akasemaje? man sanna fil islami, atakayeanzisha katika Uislamu sunnatan hasanatan, jambo zuri, falahu ajruha, atapata malipo ya jambo hilo. Na maulidi walillahi alhamd ni jambo zuri, jambo lenye kuonesha kwamba Waislamu pia wanampenda kiongozi wao, wanamtukuza kiongozi wao.
Hata wale wasiokuwa Waislamu wanaona ile sharafu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaona watu wanaacha mambo yao mwezi mzima huu, kifika mfungo sita wanamsherehekea mtume, wanamtangaza, wanataja sifa zake, wanataja aliyokuwa akiyafanya, mpaka ikafikia hatua sasa na jambo hilo linaendelea. Tamam. Ikafikia hatua watu wanasilimu kupitia mawaidha yanayotolewa ndani ya maulidi, na jambo hilo linaendelea. Sawa, hiyo athari ya watu kusilimu kupitia mawaidha yanayotolewa ndani ya maulidi linaendelea. Tamam. Kwa hiyo maulid ni jambo lenye kujuzu. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna kheri. Anasifiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisomewa mashairi katika uhai wake na maswahaba zake, na alikuwa akiwatunza. Kwa hiyo kuonesha wazi anapenda jambo hilo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo mwenye kutaka dalili hizi hapa. Lakini pia jambo la maulidi jamani, kwa mtu mwenye akili zake timamu hata hahitaji dalili. Tamam. Na ukimwona mtu anapinga pinga, basi uje kuna kitu kuna kitu katika moyo wake kati yake yeye na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal billah, dhunnul mu'minina khaira. Tamam. Lakini huenda ikawa ni hivyo. Mwenyezi Mungu atuepushe. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Sheikh akaendelea kusema mal muradu biqauli ar-rasul, ni kipi kilichokusudiwa biqauli ar-rasul, katika kauli ya mtume aliposema idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billah. Idha sa'alta, utakapotaka kuomba, fas'alillah, basi muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada fasta'in billahi, tegemea msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha maanahu, maneno haya mtume, maanahu, maana yake, annahu, hakika, min babil aula, katika upande uliokuwa bora zaidi, min babil aula, katika upande uliokuwa bora zaidi, anna alladhi yus'alu huwa Allahu, anayeombwa kwa haki ya kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alladhi yusta'anu bihi huwa Allah, na mwenye kutaka msaada, mwenye kutakwa msaada, haki ya kutakwa msaada ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hata kama una shida wewe na unaamini kwamba kuna mtu ukimfuata atakusaidia kwa shida hiyo, aidha ya kifedha, ya kielimu na nyinginezo, basi hilo ni sawa, halijakatazwa katika dini, lakini bora zaidi umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwanza. Sawa, ndiyo maana yake. Kwa mimbabi au ni katika upande uliokuwa bora. Hiyo ndiyo maana ya hadithi hii. Walaysa maanahu, na haikuwa maana ya maneno haya ya mtume, la tas'al ghaira Allah, ya kwamba usimuombe isipokuwa Allah tu, yani usimuombe mwingine asiyekuwa Allah. Maneno haya hayana maana hiyo. Sawa, maneno haya hayana maana hiyo. Wala tasta'in bighairi Allah, na wala usitake msaada kwa mwingine asiyekuwa Allah. Hapana. Sawa, imekuja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Sayyidina Ali, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sayyidina Ali, na hakika Allah yupo katika kumsaidia mja, ma kana al-abdu fi auni akhihi, muda ambao mja huyo yupo katika kumsaidia ndugu yake. Sawa. Kwa hiyo kilichoelezwa hapa mimbabi aula, katika upande uliokuwa bora, katika hali iliyokuwa bora ni wewe kumwelekea Allah, hata kama unaamini kwamba nini, kuna fulani anaweza kunisaidia, lakini wewe sawa, kwanza mwelekea Allah, kisha kama utaona Allah bado amekuweka katika subra, sasa Allah bado amekuweka katika kusubiri kile ambacho umeomba, basi unaweza nini, ukaenda kumwomba huyo ambaye unaamini kwamba atakusaidia. Sawa, na kumuomba haimaanishi kwamba unamuomba huyo mtu msaada kama unavyomuomba Allah. Hapana, ni msaada wa kibinadamu kumsaidia mwanadamu mwenzake, na ndio lengo la sisi kuwekwa hapa binadamu, kuwekwa hapa ulimwenguni. Tamam, ndio lengo la sisi kuwekwa ulimwenguni, tukawa tupo katika nyanja tofauti. Mwalimu wa madrasa atamsaidia mwalimu wa shule kumfundishia watoto wake nini, Qur'an. Sawa, na mwalimu wa shule atamsaidia mwalimu wa madrasa kumfundishia wanaye wapi, shule.
ni msaada wa mwanadamu kumuomba mwanadamu mwenzake. Tamam. Haimaanishi kwamba ule msaada ambao unamhusu Allah eti ukamwombe mwanadamu. Tamam, haina maana hiyo. Hakuna kinachonufaisha wala kudhuru isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakuna kinachojitegemea katika kunufaisha wala kudhuru isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa hadha ka hadithi ibn Hibban, na hadithi hii ka hadithi ibn Hibban, ni kama hadithi ibn Hibban inayosema la tusahib illa mu'mina, la tusahib illa mu'minan, usijiweke karibu, usisuhubiane illa mu'minan, isipokuwa na muumini. Kwa maana usijenge urafiki wa karibu isipokuwa na muumini. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, na jitahidi asile chakula chako isipokuwa mcha Mungu. Sawa sawa. Ai inamaanisha hadithi hii al-aula, katika upande uliokuwa bora zaidi, bil it'ami, katika kulisha chakula. Al-aula, tayib, al-aula, aliyekuwa bora zaidi. Tamam. Ai inamaanisha hadithi hii al-aula, aliyekuwa bora zaidi, bil it'ami, kwa wewe kumlisha. Attaqiyu, ni yule mtu ambaye ni mcha Mungu, lakini haimaanishi kwamba wengine nini wasile chakula chako. Tamam. Wa bisuhbati, akimaanisha wal aula, na aliyekuwa bora, bisuhba, wa kujenga nayo urafiki wa karibu, almu'minu, ni muumini. Walaysa maana dhalik, na haina maana ya lile katazo la kule juu la kwamba la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Tamam. Walaysa maana dhalika, na haikuwa maana ya lile katazo la kule juu annahu, ya kwamba kile kilichokatazwa haramu. Tamam, kasema hapo. Walaysa maana dhalika, na haikuwa maana ya lile katazo la kule juu annahu, ya kwamba hakika yake haramun, ni haramu, it'amu ghairi almu'min, kumlisha asiyekuwa muumini, au suhbatuhu, au kusuhubiana na asiyekuwa nani mcha Mungu au muumini. Tamam. Haikuwa maana ya hilo. Sasa sawa, haikuwa nini, haikuwa maana ya lile katazo lililopo katika ile hadithi. Waqad madaha Allahu ta'ala fi al-Qur'ani al-muslimin, waqad madaha Allahu ta'ala fi al-Qur'an, na hakika Allah amewasifu ndani ya Qur'an al-muslimin, wa islam, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wayut'imuna at-ta'ama, na hakika wanawalisha chakula ala hubbihi, pamoja na kwamba wenyewe wanakipenda chakula hicho, wanakihitaji chakula hicho. Miskinan, wanamlisha chakula maskini. Wa yatiman, na wanamlisha chakula aliyekuwa yatima. Wa asiran, na wanamlisha chakula teka. Teka kwa maana mateka, mtu ambaye si Muislamu lakini ametekwa katika vita mathalan. Tamam, hakadha. Ndio akasema wal asiru huna almuradu bihi alkafir. Wal asiru, na teka huna hapa, almuradu bihi, kilichokusudiwa kwa tamshi hilo la asir, alkafiru, ni ule teka ambaye asili yake ni kafiri. Tamam. Lakini Allah amewasifu waumini kwamba wanamlisha mpaka nini teka ambaye asili yake ni kafiri. Sasa je, lile katazo pale linamaanisha kwamba chakula chako asile kabisa isipokuwa mcha Mungu, na mwingine atakayekula ambaye si mcha Mungu itakuwa ni haramu kula chakula chako? Hapana. Tamam. Inabidi watu wafahamu hizi nusus, na kufahamu nusus ni kupokea kutoka kwa wanawachuoni. Wanawachuoni sio wanaojifanisha na wanachuoni, wanachuoni. Tamam, hakadha. Maana kuna wanawachuoni kisha kuna wanaojifananisha na wanawachuoni. Tamam. Waqad warada fi sahih al-Bukhari wa Muslim, na hakika imekuja katika sahih ya al-Imam al-Bukhari na sahih ya al-Imam al-Muslim, anna thalathata nafari, ya kwamba kundi la watu watatu, saalu Allah,
kundi hilo lilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala bisalih a'malihim, kupitia matendo yao mema. Fafarraja Allahu anhum, Mwenyezi Mungu akaondoshea ile dhiki waliokuwa nayo. Kisa maarufu kisa maarufu cha wale vijana ambao walikuwa wameingia katika shimo au katika pango, baadaye likaja jiwe pale likaziba lile pango. Sasa kila kijitahidi kutoka haiwezekani, ikabidi waneni watawassal kupitia matendo yao mema. Ya Rabbi, nilifanya kadhaa. Tamam, sawa sawa, huyu nilifanya kadhaa, ya Rabbi nilifanya kadhaa. Baadaye nini, kupitia matendo yale ile jiwe nini likaondoshwa. Hadithi ipo katika Sahih Muslim, lakini pia ipo katika Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi ameinukuu katika Riyadhus Salihin mwanzoni kabisa mwa kitabu, hadithi maarufu. Kwa hiyo maana ya pale haimaanishi kwamba wewe kama una dhiki basi usimfuate mwenzako kaenda kumuomba, hapana, sawa sawa, lakini ambalo ni bora zaidi uanze kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, tamam, katika hiyo dhiki uliyokuwa nayo. Kisha kama kuna nafasi ya kumuomba mtu msaada akakusaidia, muombe, tamam. Hakadha sin suali, ma dalilu ala jawazi ziyarati qabri an-nabii alayhi salatu wassalam lirijali wan nisa, ni ipi dalili ala jawazi, inayoonyesha juu ya kujuzu ziyarati qabri an-nabii, kuzuru kaburi la mtume alayhi salatu wassalam, rehma na amani ziwe juu yake, lirijali, kwa wanaume, wan nisa, na wanawake. Jim jawabu, tusannu ziyaratu qabri an-nabii bil ijma'i, tusannu ni sunna ziyaratu qabri an-nabii, kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, bil ijma'i, kwa ijma' ambayo tamam, bil ijma'i, kwa ijma' ya wanawazuoni, tamam. Tusannu ziyaratu qabri an-nabii bil ijma', sa unasuniwa kulizuru kaburi la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma'i, kwa ijma' ya wanawazuoni wote wamekubaliana juu ya hilo, tamam. Na kwa nini siwe hivyo ikiwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alienda kumzuru mama yake, lakini pia alikuwa akiwazuru maswahaba zake Baqi' mara kwa mara, lakini pia ametuambia kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha. Je, kauli yake hii ina maana tuyazuru makaburi ya watu wengine, lake yeye tusilizuru? Au lake yeye si kaburi? Haingia akilini kwa yule ambaye anakataza watu wasizuru kaburi la mtume, tamam. Imekuja hadithi inayosema kwamba msilifanye kaburi langu kuwa ni Eid. Hadithi ile maana yake ni kwamba nini? Tusiweke msimu maalum, tukauitakidi kwamba msimu fulani lazima tukamzuru mtume. Hapana, hilo halipo, sawa sawa, hilo nini, halipo hilo, na hakuna anayefanya hivyo, isipokuwa inapotokea mtu akaenda Maka kufanya hija au umra, anakuwa tayari amepata nafasi ya kwenda kumzuru mtume, lakini hakuwajibisha kwamba lazima siku fulani au lazima mwezi fulani kamzuru mtume, hakuwajibisha hilo, sawa sawa. Na hata kama akiwajibisha inakuwa ni yeye, sio sisi sawa sawa. Lakini mtume alisemaje? Msilifanye kaburi langu kwamba ni Eid, kwamba tusiliwekee wakati maalumu, muda maalumu, kwamba nini lazima tukalizuru kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam katika nini, muda kama huo. Ni hadithi aliyopokea al-Imam Abi Daud katika kitabu chake kwenye kitabu al-Manasik, babu ziyarati al-qubur, nasema wala taj'alu qabri eidan, wala taj'alu qabri eidan, na wala msiliekee Eid kaburi langu, si kwa maana msiliekee siku maalum au nini mkajilazimisha na kujikalifisha kwamba lazima mje kunizuru, tamam. Hakadha kwa naqala dhalika, ameipokea ijma'io, naqala dhalika, ameipokea ijma'io al-Qadhi Iyadh, Qadhi Iyadh wan-Nawawi, al-Imam an-Nawawi. Qadhi Iyadh ameipokea kwenye kitabu chake cha Ash-Shifa, tamam, na al-Imam an-Nawawi ameipokea kwenye kitabu chake cha al-Idah fi al-Manasik, tamam. Hakadha qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, walau annahum idh dhalamu anfusahum, na lau kama wao
walau annahum, na lau kama wao, idh-dhalamu anfusahum, watakuwa wamedhulumu nafsi zao, jauka, kisha wakakujia wewe Muhammad, fastaghfaru llaha, wakamtaka Allah msamaha, wastaghfara lahum rasulu, nawe Muhammad pia ukawaombea msamaha, la wajadu llaha tawwaban rahiman, basi watamkuta Allah ni mwingi wa kupokea toba na mwingi wa huruma, au mwingi wa kurehemu. Sasa jauka, je, waliokusudiwa hapa ni maansari tu na muhajirina? Hapana, waliokusudiwa hapa ni umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na je, umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikatika baada ya kufa kwake au uliendelea mpaka leo? Uliendelea mpaka leo, na ndio sisi miongoni mwao. Tamam. Kwa hiyo sote tunaingia hapa, na kwa kuwa tunaingia hapa, hii ni wazi kuonesha kama nini, kwenda kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo gani? Ni jambo linajuzu. Sasa tunamzuru mtume, tunamuombea yeye kwanza maghfira, sawa, tunamtolea salamu, lakini pia tunamwomba Allah nini, maghfira, sawa. Na tunaamini kwa kule kumwomba Allah maghfira, basi naye mtume nini, atatuombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa i'tiqaduna. Sasa hii ndio itikadi yetu, hii ndiyo itikadi yetu, na itikadi imesalimika kabisa, haina shaka yote. Wewe mwenye shaka ndio imani yako ina mashaka. Wewe ambaye unaona una shaka katika hili, imani yako ndiyo ina mashaka kwa hao waliokutia shaka, lakini sisi hatuna shaka katika hili. Tamam. Hakadha alhadith, anasema mtume, zinapokea hadithi inayosema man zara qabri wajabat lahu shafaati. Hadithi hii inasema ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asemaje? Man zara qabri, atakayekuja kulizuru kaburi langu, wajabat lahu shafaati, imepasa kwake yeye shafaa yangu. Kwa maana nini? Imewajib kwake yeye shafaa yangu, kwa maana ule uombezi wangu siku ya Kiyama kuuombea umma wangu, basi naye nini, ataingia. Tena ataingia katika nafasi gani? Kuwa ni katika wale ambao mimi nalazimika nini, kuombea shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii amepokea Daraqutni, al-Imam Daraqutni. Al-Imam Daraqutni ni mwanachuoni mkubwa na ni mwanachuoni mbobezi katika somo la ilal. Lau kama hadithi hii ingekuwa na illa sasa, na akasema kwamba hadithi hii nini, haifai, imetungwa nini, basi asinge kuwepo mwanachuoni mwingine wa kutia mdomo katika hadithi hiyo. Sababu gani? Ni mwanachuoni ambaye amekubalika, sawa, na ni mwanachuoni ambaye yeye ndiye aliyekuwa nguli wa kuangalia hali za hadithi, sawa. Hadithi ambayo al-Imam Daraqutni amesema kwamba hii haifai, kwamba ni dhaifu au maudhuu, basi wanawazuoni wote wa zama zake walikuwa nini, walikuwa wanakiri juu hilo, sababu alikuwa ni mtu ambaye amebobea katika fani ya ilal. Sasa katika fani ya kuangalia yale madhaifu yaliyopo katika sanad na katika matni. Tamam. Hakadha. Sasa hadithi hii amepokea al-Imam Daraqutni kwenye nini, kwenye kitabu chake, sawa, kwenye babu al-mawaqit, kwenye nini, babu al-mawaqit, sawa. Lakini pia hadithi hii waqawahu al-Hafidh as-Subki, na al-Imam al-Hafidh as-Subki akaitilia nguvu kwamba ni hadithi ya mtume. Lakini pia vile vile al-Imam al-Dhahabi hasanahu, al-Imam al-Dhahabi akaihukumu kwamba hadithi hii ni hadith hasan. Tamam. Kwa hiyo yule mwenye kwenda kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam akakusudia saa anaenda kumzuru mtume, basi atambue kwamba uombezi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake yeye umeshapasa. Tamam. Ajitahidi katika matendo mema ili isipatikane sababu ya kutolewa katika uombezi huo. Tamam. Hakadha. Lakini pia imethibiti kwamba na Aisha radhiyallahu anha alikuwa akienda kumzuru mtume, sawa. Alikuwa akienda kumzuru mtume kipindi ambacho mtume alikuwa amezikwa peke yake, akaenda kumzuru mtume baada ya kwamba nini, Sayyidina Abubakar ambaye ni mzee wake alikuwa nini, amezikwa na mtume, sawa, na akawa anaenda kumzika
na akawa anaenda kumzuru mtume hata baada ya kuzikwa Saidina Umar, sawa, pamoja na nani, pamoja na mtume na pamoja na Saidina Abubakar. Na Aisha alikuwa akifanya ziara, sawa, na kupitia ziara na Aisha na kupitia ziara ya nana Aisha kwenda kumzuru mtume ndio ikawa nini, wanawake kumzuru mtume ni sunna kwa wao. Tamam. Lakini pia Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, muadhin wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alienda kumzuru mtume baada ya kufa mtume. Bilal alikuwa ameenda Sham, sawa, lakini baada ya muda akafunga safari ya kutoka Shamu kwenda wapi? Kwenda Madina, kwenda kumzuru mtume. Na alipofika pale akasoma adhana ambayo iliwatoa watu machozi, ili warejesha watu katika zama za mtume, mpaka tunaambiwa kwamba vilio vikaenea katika mji wa Madina. Sababu gani? Kwa sababu watu walikuwa wanaona kana kwamba mtume yuko hai kupitia ile adhana ya Bilal ibn Rabah. Tamam, hakadha. Kwa kuna dalili nyingi za kuonyesha kwamba kumzuru mtume ni jambo linajuzu, jambo lipo katika sheria. Wa ama hadithi ambayo ipo katika Sahih al-Bukhari inayosema la tushaddu rihalu illa ila thalathat masajida, kusifungwe safari isipokuwa katika misikiti mitatu. Maana ya hadithi hii ya mtume, man arada safara, mwenye kutaka kusafiri, li ajli salati fi masjidin, kwa ajili ya kwenda kuswali kwenye msikiti wowote, yambaghi an yusafira lihaulai almasajidi thalatha, inatakiwa kwake yeye asafiri kuiendea misikiti hii mitatu. Lianna salata fiha tatadhaaf, kwa sababu swala katika misikiti hii mitatu malipo yake yanazidi. Hapo unakusudiwa msikiti wa Makka, sawa, na unakusudiwa msikiti wa Madina, na unakusudiwa nini, Masjidu al-Aqsa, tamam, na unakusudiwa nini, al-Masjidu al-Aqsa, tamam, hakadha. Wayuhmalu hadha ala an-nadbi, sawa, wayuhmalu hadha ala an-nadbi, na linabebewa jambo hili la nini, la mtume sallallahu alaihi wasallam kutuamrisha kwamba nini, tukaswali katika misikiti hii mitatu kwa ajili ya kupata zile fadhila za kuswali ndani ya misikiti hii. Ala nadbi, linabebewa katika njia ya kwamba nini, ni sunna, sio lazima. La ala alwujub, si katika njia ya lazima. Tamam. Kwa yuhmalu hadha ala nadbi la ala alwujub, na linabebewa jambo hili katika nini, kuwa ni sunna, si jambo la lazima. Falhadithu makhsusun bisafar, basi hadithi hii ya kwamba la tushaddu rihal imehusishwa maalumu kwa jambo la safari, liajli salati, kwa ajili ya kuswali katika misikiti hiyo. Walaysa fihi, na hakuna maana fihi katika hadithi hiyo, annahu, ya kwamba hakika yake, la tajuzu ziyaratu qabri nabii alayhi salam, kwamba haijuzu kwenda kulizuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwanza, hakuna sehemu ambayo imetajwa kaburi, sawa. Na lau kama ingekuwa hadithi hii ina maana ya kuzuia ziara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ingetaja msikiti wa Madina peke yake, kwa sababu kaburi la mtume lipo katika msikiti wa Madina peke yake, haliko katika msikiti wa Makka, wala halipo katika msikiti wa Aqsa. Tamam. Sasa kwa nini itajwa misikiti yote mitatu? Kwa hiyo Imamu wa Mawahabi Ibn Taymiyyah alijitahidi, kwa hiyo jitihada yake ambayo tunaambiwa kwamba anayo, akaona kwamba hadithi hii ndani yake kumezuiliwa ziara ya mtume, lakini utaona kwamba nini, ni ijtihadi ambayo ndani yake kuna batil. Lengo lake ni kuzuia ziara ya mtume, sawa, lakini nini alichokisema na kukiegemeza katika hadithi hii hakina uhalisia huo. Tamam. Hata mtu mwenye akili ndogo ambaye hajafikia daraja ya kujitahidi anaelewa hilo. Mimi hapa sijafika kokote katika uwanja wa ilmu, lakini nimeona hilo sasa, na nikatoa ila, nikasemaje, kwa nini itajwe misikiti mitatu kama lengo ni kuzuia ziara? Kwa nini itajwe misikiti mitatu?
Kwa nini? Kwa nini usingetajwa msikiti wa Madina peke yake kama lengo ni kuzuia ziara? Utaona kwamba nini, hakuna lolote. Ni ijtihadi ambayo nini, urida bihi albatil, ni ijtihadi ambayo kumekusudiwa batil ndani yake. Wanawazuoni wangapi Sheikh walikuwa wakifunga safari kwenda kumzuru mtume kabla Ibn Taymiyyah? Wanawazuoni wangapi? Wengi. sawa hakadha. Sin suali, ma dalilu ala jawazi tabarruki, ni ipi dalili yenye kuonesha juu ya kujuzu kutabaruku? Jim jawab, at-tabarruku bin nabii wa atharihi jaiz, kutabaruku na mtume sallallahu alaihi wasallam wa atharihi, na athari zake jaiz, ni jambo lenye kujuzu. Qala ta'ala, Allah amesema hikayatan an Yusuf, akimzungumzia nabii Yusuf. Nabii Yusuf anasemaje? Idhhabu biqamisi hadha, nabii Yusuf alisema idhhabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi yati basiran. Aliwaambia ndugu zake, chukueni kanzu yangu hii, nendeni nayo kwa baba yangu, mkifika pale itupeni kanzu hii katika uso wa baba yangu, yati basiran, sasa atarudi kuona baada ya kuwa nini? Baada ya kuwa alipata upofu. Nabii Yaqub, tamam, Nabii Yaqub alipata upofu. Sasa Nabii Yusuf alayhi salam akawaambia ndugu zake, chukueni kanzu yangu hii, sawa? Si kanzu ya mtume bwana, itakosa baraka? Haiwezi kukosa baraka, kwa sababu imekienea kiwiliwili ambacho nini, kina baraka. Tamam, hakadha. Basi akawaambia afanye hivyo, na akaenda akachukua ile kanzu akaitupa katika uso wa Nabii Yaqub. Nabii Yaqub akaona. Nini maana yake? Ni kutabaruku, sawa? Na kutabaruku kunapatikana kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni mtu kufungamana na kile kitu, sawa? Mfano wake, mwanafunzi anatafuta elimu, muda wote ikiwa anafungamana na elimu, anasoma, anatwalia, anapitia, anatunga vitabu, anafanya nini, anahifadhi, tamam, basi kupitia ule kufungamana na elimu muda wote nini, anapata baraka ya fahamu, sawa na mengineyo. Lakini pia kutabaruku kunapatikana kwa kugusana moja kwa moja na kile kitu, sawa? Wewe ukienda ukaligusa kaburi la mtume kwa lengo la kupata baraka, utapata, sawa. Dalili iko wapi? Ndani ya Qur'ani. Aya hii hapa, aya ya 93 katika sura Yusuf. Nabii Yusuf kaambia ndugu zake, chukueni kanzu hii. Nabii Yusuf akuingia katika khalwa, akamwomba Allah, ya Rabbi, mrejeshee baba yangu macho, mrejeshee baba yangu uone, aone. Aliwaambia, chukueni kanzu yangu hii. Sasa hii kanzu yangu chukueni, katupeni kule, tamam. Lakini pia Musa as-Samiri kama anavyoelezwa katika Qur'an, katika surati Taha, kama sijakosea, katika surati Taha, sawa, anaeleza kwamba vipi kipindi analelewa na Jibril katika pango, alikuwa akimwona yule farasi wa Jibril akinyanyua hatua, ile sehemu ambayo alikanyaga unaota maua ule mchanga, yani kwa maana kunaota maua mazuri, kwa maana kunapata uhai, na yeye ndo akautumia ule mchanga ule, sawa, kwenda kuwaambia watu watoe dhahabu zao, awatengezee kigombe ambacho nini kilikuwa kinaongea. Kiliongeaje kigombe? Kupitia ule mchanga wa farasi, kupitia ule mchanga ambao ulikanyagwa na nyayo ya farasi wa Jibril alayhi salam. Yote kuonyesha kwamba ni baraka. Jambo hilo linaelezwa ndani ya Qur'ani, rudi ndani ya Qur'ani, tamam. Lakini pia maswahaba walifanya mangapi? Walikuwa wakiyakimbilia maji ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakiyakinga mate ya mtume, makohozi ya mtume, majasho ya mtume, tamam. Kwa ni jambo linajuzu, sawa, jambo linajuzu. Lakini pia vile kwa waja wema, sawa, kwa waja wema, sawa. Ukienda kuzuru kule Misri, kuna kiti ambacho likaa al-Imam Shafi'i, nenda ukakae nayo katabaruku, ombe Allah, ya Rabbi, na tabaruku na kiti cha mja wako, basi na mimi unipe yale ambayo ulimpa mja huyu, tamam. Hakadha kuna makaburi ya ahli bait, nenda ukayaguse, uyapanguse, sawa, kwa lengo la kutaka nini? Baraka, shekhe, sio shiriki hiyo.
Kwa nini iwe shirki wakati wale ni watu wa Mungu, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapenda mpaka sisi tukalithibitisha ile kwamba huyu ni kipenzi cha Allah, huyu ni wali katika mawali wa Allah? Hakuna shirki shekhe hapa. Hapo ni katika nini? Kuadhimisha vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivipa utukufu, ndio maana yake. Kwa hiyo alhadith, mtunzi akasema, anapokea hadithi inayosema ar-rasulu qassama sha'rahu wa wazza'ahu baina an-nas liyatabarraku bihi, mtume alizigawanya nywele zake, wa wazza'ahu, na akazigawa, baina an-nas, kwa watu, liyatabarraku bihi, ili watabaruku nazo. Na kuna watu mpaka leo nywele za mtume wanazo, tamam. Na nywele za mtume miongoni mwa karamati zake haziungui, haziungui. Lakini pia kuna wengine wakasema kwamba zinarefuka, sawa. Kuna wengine wanasema nini? Zinarefuka, sawa. Karama yake, miongoni mwa karama zake, haziungui na moto, Sheikh, sawa. Haziungui na moto, mafumu. Ukigiwa nywele ukaambiwa hii ni ya mtume, kisha ikaungua, basi nini? Hiyo sio nywele ya mtume, sawa sawa. Lakini pia zinarefuka, sawa sawa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sheikh al-Hanabila wa imamuhum, tamam, yeye alikuwa ana nywele 3 za mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitoa usia kabla ya jafa, akasema, nikifa naombeni nywele moja muiweke katika ulimi wangu na nyingine hizi 2 muziweke katika macho yangu, sawa sawa. Aliweka usia huo, sema msinikafini mpaka muyafanye haya, msiniveshe sana mpaka muyafanye haya. Na kweli mwanae akalifanya hilo. Amepokewa nani? Hilo limepokewa kwa Abdullah, mtoto wa al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Anasema wazi wazi, tamam. Tena mimi nimeliona kwenye vitabu, sawa, kwenye vitabu, na lipo, na hakuna anayepinga hilo. Niitie muwahabi mmoja tu anayepinga hilo, hakuna, tamam. Hakadha. Kwa hiyo kuonesha kwamba kutabaruku na athari za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na athari pia za waja wema ni jambo nini? Linajuzu, tamam. Hakadha. Madalil, rawahu Shaykhan, hadithi hiyo imepokea nani? Al-Shaykhan, kama al-Bukhari wa Muslim. Sual, madalil ala jawazi lubs al-hirz alladhi fihi Qur'an wa nahwu au wa nahwi dhalika, na mfano wa Qur'ani. Madalil, ni ipi dalili? Ala jawazi, kuonesha juu ya kujuzu, lubs al-hirz, juu ya kujuzu kuvaa hirizi, alladhi, hirizi ambayo fihi ndani yake Qur'anun, kuna Qur'an, wa nahwu dhalika, na mfano Qur'an. Walaysa alladhi fihi talasimun muharramatun, na si ile hirizi ambayo fihi ndani yake talasimun muharramatun, kuna talasimu ambazo ni haram. Swali hilo, akasema mtunzi, qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Wa nunazzilu, na tumeteremsha, min al-Qur'ani, au tunateremsha, si ndio? Wa nunazzilu fi'l mudhari yufidu al-istimrar. Wa nunazzilu min al-Qur'an, na tunateremsha kupitia Qur'ani, ma huwa shifaa'un, kile ambacho ni ponyo, wa rahmatun, na ni rehma, lilmu'minin, kwa waumini. Ona katani sasa. Alhaditha, akasema mtunzi, napokea hadithi inasema, qala Abdullah ibn Umar ibn Amri, qala Abdullah ibn Amri, amesema huyu sahaba Abdullah ibn Amri, kunna na'lam subyanana al-ayat, tulikuwa tukiwafundisha watoto wetu al-ayat, baadhi ya aya za Qur'an, kwa maana wazisome ili ziwahifadhi na matatizo. Waman lam yablugh, na yule ambaye hajafikia baligh au hajafikia uwezo wa kusoma Qur'ani akahifadhi na akaambiwa akaelewa, naktubuha ala waraqatin, tulikuwa tukiziandika hizo aya za Qur'ani katika karatasi, wa nu'alliquha ala sadri, na tulikuwa tunaitundika ile karatasi ambayo ndani yake tumeandika Qur'ani, ala sadri, juu ya kifua chake. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi imepokea al-Imam at-Tirmidhi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.